Hili ni janga kimya linalowatesa wanaume wengi kuliko tunavyodhani. Swala kubwa ambalo huwa tulizungumzia, nguvu zetu za kiume. Nguvu zetu za kiume. Zamani ulikuwa ukisikia mtu hana nguvu za kiume, huyo ana miaka 90. Siku hizi vijana hapo miaka 20 mimi naona pale. Wapi tutapata Viagra? Naambia unahitaji Viagra, unahitaji kupunguza uzito? Unahitaji na sababu mimi nakula kisahani hivi tu, naambia ni kweli, lakini unakunywa soda chupa 3, unakunywa vikombe 2 vya chai na vijiko 3. Sasa wewe usipige hesabu ya siku moja. Mimi sisemei hili kwamba leo jioni umekunywa chai utaathirika kesho, hapana. Hii sio mita 100, hii ni marathon. Kila siku umefika miaka 20, umefika miaka 30, umefika miaka 40, mwili umejaribu kukukinga, wanasema haubebeki. Sasa na wenyewe unaanza kuchoka kule kwa muda mrefu. Na hivi vitu sisemi kama ni vigumu, ndugu zangu. Wote hapa naamini asubuhi tulipiga mswaki. Nani alituambia tupige mswaki? Nikiamka kitu cha kwanza ngoga, kwa sababu nimeanza kufundishwa mimi na mwaka mmoja, miaka 2, alafu kinakaa hapo. Kwa hivyo vingine vyote ninavyovisema hivi, ukiweka mindset, ukiweka nani yako. Kwanza mimi ushauri wangu ni wa bure, au uhitaji kwenda, sijakwambia uende pharmacy ukanunue dawa. Nitakwambia tu vitu gani vya. Profesa Janabi amegusia jambo muhimu sana linalohusiana na upungufu wa nguvu za kiume, yani erectile dysfunction, tatizo ambalo wanaume wengi wanaona aibu kulizungumzia. Tatizo hili linaweza kusababishwa na msongo wa mawazo, kisukari, presha ya damu au mtindo mbaya wa maisha. Ushauri wake ni muhimu sana. Wanaume wasifiche, bali watafute msaada wa kitabibu kabla mambo hayajaharibika. Kama umepata somo hili, basi share video hii ili kuelimisha wengine. Follow page yangu kwa afya zaidi. Asanteni sana.